Mzee kunyosha, mambo vipi? Mambo safi, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko poa kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, kama haendi unaenda mwenyewe. Bwana, ligi imeshaanza kutimua vumbi. Kocha wa Young Africans muonekana kupata ujasiri zaidi na nguvu kwenye kuanza ligi ya NBC Premier League kwa msimu wa 2026-27. Namna ambavyo anazungumza na ushindi aliopata kwenye ngao ya jamii inadhihirisha kwamba amekwenda kwenye mchezo wake dhidi ya Namungo akiwa na ujasiri mkubwa. Tuanze na hili. Kwa upande wako unamuonaje kocha Mang'oba? Kocha Mang'oba. Tutalijua tu jina lake, tutalizoea. Nataka nimwambie kitu kimoja. Asijiamini sana. Hii ndio ligi ya Tanzania bwana. Hii ni ligi, kupata ushindi kwa Simba asijiamini, yani ikamfanya manake akaona kwa yeye manake ndo top. Washakuja makocha wakubwa hapa, wana maprofaili makubwa, wameshamfunga sana Simba, alafu na mwisho wa siku wafanyaje? Wakaondoka. Kwa hiyo asijiamini sana. Inatakiwa manake yeye atuaminishe sisi kwenye kupata matokeo manake katika mchezo ambao inaomkabili mbele. Lakini asijiamini sana, asiwe naye mtu maana jinsi ambavyo tunavyomuona naye saizi amekuwa mtu amepasho sana. Umeshaona? Maana anasema sijui yeye amekuja kuchukua makombe na amekuja kumfunga Simba. Sasa sisi hatuhitaji mipasho. Sisi tunataka kazi. Tunataka manake afanye kazi ili timu yetu iweze kupata mafanikio. Alafu wani asijisifie kwa hapo. Sisi kumfunga Simba tulishazoea. Yaani Simba yenyewe mpaka kashota sumu. Umeshaona? Yaani tayari yani yeye mwenyewe Simba mwenyewe anajua kabisa ni. Kwa maana hata akipata sare kwetu anafurahia. Umeshaona? Kama vile walivyotufunga kwenye muungano walikuwa wanashangilia. Lakini kwa sisi tushazoea kumfunga Simba. Kwa yeye yani asione kama yeye jipa. Kuna kocha hapa Simba kashampiga back to back. Yaani kampiga ndani, kampiga nje. Kwa hiyo asione kama yeye manake ndo anaamudu Simba. Wapo makocha walikuja hapa mpaka Folz mwenyewe ambao kocha mbovu kabisa alishaifunga Simba. Unashaona? Kwa hiyo nataka nimwambie asijiamini kwa 100%. Hii ndio ligi ya Tanzania bwana. Hapa ndo Tanzania. Unaweza ukashangaa manake usiku mmoja tu unaamkia airport na unaondoka South. Anamkia usiku mmoja tu anaamkia airport anaondoka South. Ndio ligi ya Tanzania jinsi hivyo. Kwa hiyo asijiaminishe sana. Asimbe sana, apige kazi. Alafu sisi huku hatutaki huku ndani huku sisi tulishazoea huku tukimweka pale hata Chazi na ni Chazi Mkwasa pale. Afundishe huku ndani huku anaweza kuchukua ligi. Sisi tunataka hayo matusi, hayo maneno akaenda akayafanyie huko. Kwenye mechi za kimataifa huko klabu bingwa huko. Ndio tunachotaka sisi, ndio amu yetu kiwetu kubwa tunasikilizeni. Ili tujue ubora wake yeye kuwa ni kocha mkubwa. Basi manake akatufanyie mambo huko klabu bingwa huko. Akashinde huko klabu bingwa. Kwa sababu anaongea hivyo, kwa sababu ukamfunga Simba, wakati wale wa Kongo tu hapo wamemuonyesha ni manake namna gani ambavyo mechi za kimataifa unatakiwa ucheze. Wale wa Kongo tulioalika wametuharibia shughuli hapa. Ushaona? Kwa hiyo nataka nimwambie kocha asiongeongee sana, apige kazi. Apige kazi. Yeah. Labda kwa upande wako wewe unavyotizama kocha wa Simba Steven Baka anaenda kwanza dhidi ya Kagera. Unamwonaje namna ambavyo ametoka kupoteza mchezo na hatimaye anaendea Kagera Sugar? Mimi nimeona Simba ni sio kwa sababu impoteza mchezo, sio kama ina timu mbovu. Kwa mimi kwa jinsi nilivyoangalia ule mpira, Simba tu ni kuna kitu ambacho manake kipo ndani ya Simba kinawatafuna. Kwa sababu kwa namna nilivyoangalia siku ile moja, kwanza niliangalia language ya wachezaji wa Simba. Niliona kabisa walikuwa hawana morali ya mechi. Unajua ukikosa morali ya mechi huwezi kucheza mpira. Angalia wachezaji wa Yanga. Wachezaji wa Yanga walikuwa na morali. Morali yani manake ile nani kabisa ya kuitaka mechi. Yani unajua mchezaji anaitaka mechi. Simba iko kitu likipoteza. Na kwa nini unajua wamekipoteza? Wamekipoteza kwa vitu vingi. Moja, kwanza ni vitu ambavyo vya nje uwanja. Pili, kwenye masuala ya utawala. Yani kuna vitu ambavyo vinavyoendelea vinapoteza focus ya Simba. Lakini timu ya Simba iko vizuri kweli. Nataka nikwambie kwa jinsi sisi tumeshinda ile mechi ni kwa sababu wachezaji walikuwa na morali. Sio tumeshinda ndio eti manake timu yetu muunganika. Sababu timu haina muunganiko. Simba timu yao ina muunganiko.
Tumeshinda kwa sababu wachezaji walikuwa na morali, walikuwa wanatoa, yani wanacheza manake kwa 100%, manake ni kila mtu alijitoa kwa 100%. Tofauti na Simba, unaangalia hata Chama siku ile akuwa Chama yule anajulikana, unamwangalia Libase ndo kwanza alikuwa ni mtu ambaye manake ndo anapoteza mipira mingi, unamwangalia Enseti Yaula akuwa kwenye formula mingi ya Mpanzu vile vile akuwa katika fomu, walipoteza morali, ndio maana manake wakashinda ile kuiendea mechi. Lakini ingekuwa kama Simba manake imetulia katika kiutawala, imetulia, kuna mambo kashikashi, mambo ya nje ya uwanja, kwa sababu saizi hapa mashabiki ndio kama hivyo, yani kila mtu anaongea la kwake, kila mtu anaongea, utulivu kwenye timu kwa kifupi haupo kabisa. Lakini sitarajii kama kesho kutwa wanacheza na Kagera. Kesho kutwa? Sitarajii kama kesho kutwa wanakutana na Kagera kwa anaweza kupoteza mchezo. Hiyo sitarajii kwa sababu kwa namna alivyocheza na Yanga vile, Simba bado anaonekana yuko imara. Bwana Faisal Salum Feitoto pamoja na Aziz Ki ndio gumzo hivi sasa kwenye mtandao mbalimbali ya kijamii. Aziz Ki kurejea Yanga, Faisal kwenda Simba. Lakini bado ni kizungumkuti kwa Faisal. Mimi nataka niwaambie wana michezo na wana Simba na hata watu wa Yanga kwa ujumla, kwa sababu hizo romance zipo kote kote. Ngoja tuone nini ambacho kitatokea mwisho siku. Dirisha si ndio mwisho kesho. Saa 6 linafungwa. Ngoja tuone. Mimi kwa Simba, yani ukiniuliza ni washauri wafanye kitu gani? Kwa Simba manake wanatakiwa wafanye vitu vitatu tu. Yaani kuna maboresho saizi kama ya haraka kama wanaweza kuyaboresha, waboreshe maeneo matatu tu ambayo ndio muhimu, ambao manake atawafanya manake timu yao iwe imara zaidi. Ni namba 6, namba 10 na mtu wa kumsaidia Dumbia, kwa sababu Dumbia bado anahitaji maombi. Nilitoka kuzungumza juzi hapa, nilisema bana Dumbia inatakiwa yani aombewe sana, aombewe yani ili aweze kufanya vizuri. Sasa sidhani kama na huu muda kama unatosha kufanya hayo marekebisho, au itabidi waende hivyo hivyo wasubirie dirisha dogo ili waweze kufanya marekebisho. Yani kwa Simba ndio hivyo tu, yani kuna maeneo tu. Unajua yani Simba first 11 yanayo. Lakini kama anatoka Enseti Yaula anaingia nani? Akitoka Libase Agea anaingia nani? Akitoka Chama anaingia nani? Huyo anaoingia anakuja kudeliver kama vile Chama au zaidi ya Chama? Si ushona? Hilo ndo kuna tatizo ambalo Simba mimi niliona. Yani hamna backup, yani backup ya mchezaji. Lakini kwa first 11 ambayo ya timu nzuri kabisa ya ushindani ya kushindania, wanayo Simba. Kwa hiyo mimi nafikiri manake viongozi sasa wana wajibu wa kufanya kile ambacho mashabiki wa Simba wanataka. Kama dili la Faisal litakamilika itakuwa ni safi, kwa sababu itakuwa ni tayari pale wanapata namba 10. Unashona? Lakini Young Africans wenyewe ana push kwa Faisal bwana. Au sasa kwa Yanga kitu ambacho anachokifanya sasa hizi, una namba 10 nani unamtaka Faisal, umemrudisha Aziz Ki. Na sina uhakika kama Okelo anabaki au anaondoka. Lakini kwa taarifa ambazo manake za ndani zilizokuwa nazo, Okelo ataendelea kuwepo. Watamvunjia mkataba beki yule ambao wamesajili, ndio kwa taarifa ambazo manake zinazoendelea, kwa sababu inaonekana manake Okelo awe backup ambao ya Aziz Ki. Sasa ukimleta na Faisal yao si matumizi mabaya sasa ya hela? Au ni matumizi mabaya ambayo manake utajaza wachezaji pale wenye uwezo ambao unaofanana, alafu kutakuwa hakuna tija aina yoyote. Kwa hiyo litakiwa chague kama wanamleta Faisal, wangemleta Faisal, Aziz Ki auti au Okelo, yani mmoja hapo lazima apishe. Wao watu wawili, huwezi kujaza namba moja watu watatu. Hiyo ni matumizi mabaya ya pesa. Kwa mimi kama mimi, Faisal sioni kama anatija pale Yanga. Siona kama manake Aziz Ki anarudi. Kwa sababu kilio changu mimi kilikuwa namba 10, nilisema namba 10 pale hatuna. Huwezi kumtegemea Okelo. Okelo bado sana, ana vitu vingi vya kujifunza. Kwa hiyo kama wamemrudisha Aziz Ki, basi ni sawa. Lakini kwa kusema tena wamtaka tena na Faisal, hayo ni matumizi mabaya ya pesa. Matumizi mabaya ya pesa. Kwa heli nani hapa? Hapa heli nani? Aziz Ki sikarudi. Haina haja ya Faisal. Wamwachie tu Faisal aende Simba. Simba na wana mahitaji hayo sasa, wanahitaji mtu kama Faisal. Sio Yanga. Yanga mahitaji ya Faisal wa nini sasa kama Aziz Ki yupo, Okelo anakuepo. Wa nini sasa? Yanakuwa ni matumizi mabaya, kwa sababu mwisho wa siku huyu Faisal tunamuimba atakuja pale, unaweza kashangaa manake yeye tena na yake anapiga mbao ndefu, au huyu Aziz Ki huyo ambao mnamtoa huko kwa hela nyingi anakuja kukaa benchi, anawekwa benchi labda na Faisal kama vile ilivyokuaga misimu ile alivyokuja. Tuliona wenyewe mpaka Faisal anaondoka ndo Aziz Ki ndo kaweza kukiwasha, lakini alikuwa anakalia benchi. Faisal alikuwa anamweka benchi Aziz Ki.
Kwa hiyo sasa wale watu wawili kwa mimi, ni kwa mtazamo wangu, hawawezi kucheza sehemu moja. Yaani klabu moja, yani Aziz Ki na Faisal hawawezi kucheza kwa sababu yani kila mtu manake ana ile yani manake mwalimu manake anatamani manake aanze naye. Ukija manake ukiangalia namna anavyocheza Faisal, kwa mwalimu aina yoyote atatamani kwanza na Faisal. Kwa hiyo Aziz Ki lazima atakaa benchi. Sasa inakuwa nini faida yake? Ina maana hapo ni matumizi mabaya tu ya pesa. Hiyo hela bora wangeendelea pale na ujenzi pale, waweke hata mabati pale, wazungumshie mabati. Yeah. Bwana mzee, kunyosha, mimi nikushukuru, kutakia kila la heri. Haya, asante.